tumetolewa Misri kwa gharama sana. Mwanadamu yoyote amesharudishwa Misri. Wote tuko Misri, wote tupo kwenye mifumo yao wote. Leo hii 9 tunasema ni 3. 12 tunasema ni 6. 12 ni 6. Ndivyo saa yako inavyosema. Ndivyo ilivyosema kwenye saa yako. 1 tunasema ni 7. Na 7 tunasema ni 1. 6 tunasema ni 12. 5 tunasema ni 11. Hebu zitoe hizi. 9 toa 3, 6. Saa 6 inaandika 12. 12 toa 6, 6. 7 tunasema saa 1. 7 toa 1, 6. Naye ataadhimu kubadili sheria na majira, au majira na sheria, majira na nyakati. Ataadhimu. Wametuingiza Misri. Hakuna shida, tutaishi Misri, lakini tutakataa kuwa wa Misri. Hatutakuwa wa Misri. Tutafanya biashara huko, tutaishi huko, tutaishi, lakini hatutakubaliana na sheria zao zinazompinga Kristo. Huyo mtu ni hatari. Ufunuo wa Yohana sura ya 13 mstari wa 8. Ufunuo 13 mstari wa 8. Biblia inasema wale ambao watagoma kumsujudia huyu mnyama ni wale tu majina yao yatakuwa yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Ni hao tu. Sasa huna nguvu ya Mungu ndani yako. Hauna. Unajua sisi tulio na Mungu, sisi ndio mfano wa kuigwa. Maana chochote ambacho shetani anakifanya kutuvuruga, amekopi vya Mungu. Hana chake. Hajaumba yule. Ndio maana anakuua. Anakutuma ukaibe, alafu anatuma tena watu waje kukukamata. Hana hasara. Hajaumba yule. Hana hasara. Anayeingia hasara ni Mungu. Ndio maana anatuvumilia. Tuna tabia mbaya, lakini anatuvumilia. Kuna mtu ni mchawi, yaani hatamani kuona wewe una perform vizuri kanisani. Na huu uchawi haji nao hapa. Kwa nini haji nao hapa? Haja nao hapa aone. Anauacha huko. Baadaye anaanza kuangalia anayemfaa Mungu hapa. Huko. Anaanza kupita kwenye biashara zako. Anaanza kupita kwa watoto wako. Anaanza kuharibu mifumo yako. Anaharibu kazi ya Mungu. Mtu mmoja alikuja kwangu, sio muda mrefu. Alikuwa anapita, alinikuta hapo ninapojidaia mimi hapo. Akasema, nimeona mtu kama wewe. Akaingia, akasema ulikuja kuhudumu kwetu, lakini injili uliofundisha siku ile pale ilinigusa moja kwa moja. Nilivyo, nikwambie mimi nilivyo. Mimi ni mchawi. Nachezea kazi ya Mungu. Na haribu kazi ya Mungu. Lakini sipendi. Namtesa mume wangu ndani. Sipendi. Hiyo hali umeitoa wapi? Anasema mimi ndio nimerithishwa na babu yangu. Na mdogo wangu aliyenifuata wa kiume ndio msaidizi wangu. Sasa hii hali imenichosha sana. Imenichosha sana. Ni afadhali nife kuliko kuwa hivi. Hateseka kweli. Huyu mtu anahitaji msaada. Nikasema mchungaji wako na habari? Akasema
nimemsimulia kidogo. Nikimsimulia yote nilio nayo, naogopa watanifukuza kanisa. Natamani kumcha Mungu. Naogopa mume wangu ataniacha. Naogopa. Natokaje hapa? Hey. Unajua wachungaji wana jukumu kubwa sana. Ndio maana anasema tuwaheshimu, kwa sababu Mungu yuko ndani yake. Mchungaji akikugusa mkono, sisi hatujaandaa mioyo ya kupokea uponyaji, tuna mashaka. Wewe mpaka inafika mahali wanaanza, mchungaji huyu amepoa, mbona akiwagusa mikono hawafunguliwi? Sasa utafunguliwaje? Hauko tayari. Yaani wewe hauko, unasema hivi vya kwangu. Ukileta vitu unasema chomeni hivi, lakini kuna vitu umeficha. Sasa huyu mchungaji nguvu anaitoa wapi? Wakati Yesu, Biblia inasema Yesu alipofika kijijini kwao, wote hawakuponywa wote, waliponywa wachache. Kwa nini wachache? Wale wachache walimwamini. Walikuwa na imani na Kristo. Unawatesa watumishi wa Mungu, wanakemea mipepo kutoka leo mpaka kesho, wanateseka lakini haitoki. Itatokaje? Aise mwenzangu, usiwape kazi watumishi wa Mungu. Wewe ndio hujafungua moyo wako kwamba Yesu nakuamini. Uliye ndani ya huyu anayeniwekea mkono nakuamini. Ifungue. Fungua watoto wangu. Wanakemea, hasa wanaotazama wanasema hawa na kiroho hawa. Wewe ndio tatizo. Wachungaji msiteseke. Msiteseke, unakemea masaa, unakemea nusu saa. Pepo halina mamlaka kwako. Uliyekubali kuwa na Kristo kweli kweli, halina mamlaka kwako. Halina mamlaka kwako. Ila wewe useme naamua kutoka moyoni kukukimbilia Yesu. Haviwezi kukaa kwako. Tukikuwekea mikono, zile baraka na mikosi vya ukoo vitaondoka tu. Maana Biblia inasema ukimkiri kama Bwana na Mwokozi wako, atakufanya kuwa kiumbe kipya. Maana vya zamani vimepita. Sasa hatuko hivi. Tunatazamana kimwili. Mimi wananitazama vibaya. Ukuti mkali mwana kwa mwakatoga. Mkali, mimi napenda kusimama straight. Siogopi mtu kwa sababu ya cheo chake. Siogopi mtu kwa sababu amenizidi elimu. Mimi naheshimu maisha. Maana Biblia inasema wanaangamia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa, nimesema kazi na wewe ni vitu viwili tofauti. Usimkopeshe mtu mchere wako kwa sababu mnaabudu pamoja. Umkopeshe mchere wako kwa sababu umependa. Maana mtagombana na huyu mtu kupitia mchere huo. Yaani shetani huwa anaingia kwa mtu. Ndio maana huyu mchawi akiokoka, yani akiingia kanisani, atapata cheo tu. Shetani ameshalipata kanisa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 na 14. Ufunuo 16, 13 na 14. Nataka nikwambie hii roho chafu imeingiaje ndani ya kanisa. Ipo siku nitakuja tuelekezane. Anawatolea mlango upi watu ndani ya kanisa kuwapeleka nje? Mlango upi? Huyu mtu. Na huyu mtu ni nani? Biblia inasema hivi, kisha nikaona roho tatu chafu. Hapo Ufunuo 16, 13 na 14. Kisha nikaona roho tatu chafu kama viura. Roho ya kwanza inatoka kwa joka, inaenda kwa mnyama. Mnyama yuko nje ya kanisa. Mnyama ni mamlaka. Mnyama ni nguvu. Mnyama ni utawala. Biblia ikisema mnyama kinabii, mnyama ni mamlaka. Yaani mnyama ni falume. Kwa Kiswahili tunasema kuna mnyama ni rahisi. Yaani ni rahisi. Wanyama ni makazi ya rahisi au ni watenda kazi wa rahisi. Ufunuo 13 mstari wa kwanza. Biblia inasema kisha nikaona joka akitoka katika bahari, mwenye pembe 10, vichwa 7, na juu ya vichwa vyake ana viremba. Hebu nikwambie, huyu mnyama huyu anayezungumzwa hapa ndio yule ambaye anaanza kuchokoa, yani anaingilia chini ili akupate. Ili atupate, atukusanye, atengeneze dini moja, atengeneze tuwe moja, afu atupige kiberiti kwa pamoja. Kienda hospitalini
Sasa hivi ukienda hospitalini wanakuambia hatuchukui keshi. Ukienda hotelini wanakuambia hatuchukui keshi. Lipa kwenye lipa namba. Lipa kwenye M-Pesa. Lipa kwenye, yani unalipia humo. Haya, mtoto wako anaumwa, unaenda kulipia, network hii inaruzunguka. Yani mamlaka yao imekamata. Hautaweza kufanya. Ndio maana Biblia inasema kununua wala kuuza hakutakuwepo kununua. Leo hii network ikigoma, una hela kwenye simu, hautakula. Hautatibia mtoto wako. Mamlaka yao imekamata nafasi. Tunatokaje hapo? Yani unachomokaje hapo? Ni neema ya Kristo peke yake. Ni neema ya Kristo peke yake. Nasemaga kila sehemu, nasema wazazi ambao wamekosa watoto ndani ya nyumba zao, sina watazamaje mimi hawa watu? Kibinadamu kweli inaleta kauchungu, lakini